Waswahili wanasema tenda mema, nenda zako. Sasa mimi naendelea kutenda namna hiyo. Kama wewe unataka kuleta siasa ile ya kwenu mahali umetoka, hapa hakuna maneno atikuweka Wakisii kanda atuongee na Wakisii peke yao. Hapa lazima uongee na kila kabila na lazima uende kila mahali. Kwa hiyo wale watu wanatembea hapa. Chusi unajua Wakristo hii wachungaji. Sisi watu ya siasa hatukuangi watu wazuri sana saa zingine. Ukiona mtu anakuletea ujinga, unaweza tafuta watu watandikwe kidogo alafu tuende kwa OCS kufanya kesi. Ama namna gani? Tunaenda kusalamia watu pia. Sasa ile watu nimeona wanapita hapo wanachokora. Hivi karibuni OCS utakuwa na kesi yangu hapa. Kwa sababu siwezi kukubali. Let me tell you. Wewe kama unataka kura zako, wewe enda omba. Waachana na maneno ya harama. Hii maneno nimeona watu wanapita hapa, kila mtu anaenda anasema ati huyu harama amekula pesa yetu, nimekula pesa ya nani? Ati kwa nini kwani mnataka nikuwe mheshimiwa maskini? Mnataka nikuwe maskini? Sasa kuwa member of parliament 3 times mnataka kusema mshahara ya member of parliament is 2 million. Nyinyi ndio mmefanya mimi niende kupata hiyo pesa. Sasa nikipata pesa nisema hoja nisaidie rajia kidogo, iko shida gani? Nikisema hoja ninunue masoda hapa sasa tunapeana basari, watu wakunywe inakuwa ni kesi. Watu wanaanza kuuliza wanasema ati harama kazi yake kununua masoda. Sasa nanunua na pesa yangu na bibi yangu wako hapa acha complain. Why are you complaining on your behalf? Mama acha complain. Acha complain yasema ati pesa unaenda she has no problem. So why should you have a problem? Mwingine anasimama anasema mimi nataka kuja kwa sababu harama anaenda Kisii. Ukiuliza bibi yangu hapa sijamwambia kama anaenda Kisii. Yeye amekuwa bibi yangu ndiye ajue mahali mimi naenda. Watu waende wawache hiyo buzi nimeona inaendelea. Na kama watu ya Kaptembwa kama muka hapa. Mimi nataka muende mkae chini muangalie mulione mlikosea wapi. Msianze kuanza kupea watu kura kwa sababu wako kwa mrengo yako ile ya chama. Hapana. Sasa munalia maneno ya mafuriko hii munalia hapa 140. That is the work of the MCA, is not my work. So watu saide mnaanza kupiga karera ati mnachukuliwa na maji, ena mtafute MCA kwanza kabla mjakuja kwangu. Si mrumbiia kura. Hawezi kuenda aweke pesa angalie hiyo mafuriko kwa nini? Mafuriko is not under the watch of the member of parliament. It is under the watch of the MCA. Why is he not going to, not even the governor? You cannot complain about the governor because governor aishi hapa Kaptembwa ajue iko mafuriko. Yeye ninataka naende pale iko pesa ya disaster, aenda atafute alete watu wakuja watengeneze vitu hapa chini. Lakini sasa unakuta yeye anakaa tu, alafu naona anasema yeye anataka kusimama kuwa member of parliament. Si aenda asimame hapo kwa 140 asema anataka asema amefanya nini kama yeye ni mwanaume ama namna gani? Kwa hivyo watu ya Kaptembwa nyinyi muende mkae chini, msilete maneno ya ukabila. Hata mimi sitaki Bukisia akue kama Bukisia atakuwa na akose kwenda kusaidia nyinyi. Sio kama tunaelewana. Ile Kaptembwa shida tunakuwa naye ni hiyo. Na nimejaribu kuleta hata hivi viongozi pamoja, hata naambia OCPD iko makosa hapa, wacha tusaidiane. Always so good them na watu wanasema hiyo. Sasa kama ile vijana ya 140 mbeleni watu walikuwa wanasema ni waizi. Siku hizi wameungana pamoja, wako na buria hapo. Wameungana pamoja, tumewachangia kuwa uasi hapa chini. After sasa ya kitima wameona wao wameendelea pia wamekuja wanataka tuwajengee kaa uasi hapa. Na bwana OCPD wacha nikuambie hii maneno yote si vijana wapendi kwa sababu hawana kazi ya kufanya. Ndio tumesema wacha tuone kama tutatafuta pesa. Na hii pesa natumia si ati ni pesa ya CDF because CDF huwezi kuweka vitu kama hiyo car wash. Mbeleni tulikuwa tunaweka, lakini from wakati tulianza county government, hii ni kazi ya county government kuweka car washes. Lakini mimi hata hii natumia ni pesa yangu. Hata hii natumia hapa chini ni pesa yangu. Nilienda nikaongea na first gentleman bwana Samu Mburu wakati tulikuwa tunafungua puru bare chini. Akanipatia 100,000. Hao vijana wakakuja mara mingi wanataka niwapatie pesa nikawakataza. Nikawaambia mkipatiwa mtaenda mkure. Because I many naona pesa. Hiyo pesa ndio tuliweka. Nikasema waje niongeze zingine hapo ndio tujenge car wash hapa. Sasa Mburu tukimaliza kutoka hapo yeye anakuja alienda kuona mama ngambo Amerika. Wengine wanauliza atusa ni ameenda kufanya nini Amerika? Iye na kuhusu nini? Wewe unataka akaa hapa akufanyie nini? So long as the account is moving ama namna gani? Sasa ile yeye yako ngambo alienda kupata mtoto. Unajua yeye si kama mimi ama wewe. Yeye ni mkubwa anaenda kusalia huko. Iko shida gani? What is the problem?
ni mama, si mama anaenda maternity leave ya 6 months, halafu arudi hapa. Watu yake wako hapa, wanaendelea kuchapa job. Kama unaona huwezi kufikia wale watu, nifikie mimi, maneno itafika huko. Sasa hata ikawa usimweka hapa na ni simu tu kumuongeleza, kumwambia ile kaa madam anasema weka pesa msari kupatia yeye, tunangoja atume pesa tununue machines. Hata nimeongea yeye, nimemwambia mashini 2 hapa na moja huku na nyingine huku, tuendelee. Mnataka Susan yakuje wakati yako hapa, ni mara ngapi mnaenda kumuona? Mnawahi kwenda kumuona? Hata mkitaka kumuona mnakuja kwa harama. Saida haka Amerika mtaka kuja hapa kwangu. Yeye mama kwenda ku maternity leave is normal. Ingekuwa mwanaume tusikia ati ameenda maternity leave ndio tungeulizana. Mwanaume anaenda maternity leave kufanya nini? Kwa sababu wanaume hawasai. Mama ndiye anasa. Kwa hivyo tulileta hii siasa kidogo. Tunataka service delivery and it's being done very well. Aba huku Amerika, wacha niwaambie maneno ya Amerika. Unajua nyinyi hamjui. Amerika huwezi kutembea na mtoto mpaka afike 4 months. Ndio upate kibali ya kukuja pande hii. Sisi sote kusema ukweli tunajua Susan ameishi America all this time. Tunajua kabisa. So since we knew she was there, alienda huko akikuwa msichana mdogo. Akaenda akakuwa American citizen. Na then this is a Kenyan citizen and the law allows dual citizenship when akubali. Sasa amekuja amekuwa governor hapa. Why do you want that to relinquish the position of citizenship ya America? Kwa sababu atakuja, kwani atakuja kuwa governor hapa miaka 1100. Si akimaliza tamu yake 2, kwa sababu pia tutamrudisha. Tamu yake 2 mrudishe, yeye aende kuishi Amerika. Kwani mnataka ishi hapa akifanya nini? Hata mimi nimetuma kijana yangu ameenda amekuwa citizen hapo. Na mimi namwambia pole nikimaliza kazi yangu na mimi niende nikaa hapo. Kwani mnataka niendelee kukaa hapo? Iko shida gani? Unajua watu wacha waseme ukweli. Hii mama kama amefanya kazi mzuri tunasema. Kama umeona amefanya kazi mzuri rudisha yeye. Lakini tusianze hii petty issues ya maternity leave. Kama amefanya kazi mrudishe. Kama hajafanya nyinyi ndio mnafanya nini? Mnaamua. Hata hii serikali yetu hii tunasema. Yaani mnataka nisimame nianze kusema William Ruto, nianze kumuita Kasonga halafu nikose barabara. Ndio mnataka. Ikifika 2027 tena mrudi muanze kuniuliza barabara iko wapi, hujafanya kazi. Mnataka tuende hiyo njia? Na president amekubali yetu Kasongo. Mimi naanza Kasongo siku hizi anafurahi sana. Hata kama tungekuwa hapa tungeweka Kasongo tu dance kidogo. Yeye shida na Kasongo. Muite Kasongo, muite Zakayo, muite nini? Yeye ndio president mpaka 2027. Na ile watu walimweka ni nani? Si ni nyinyi? Nakumbuka nilienda pale chini watu wakaniambia Andres wewe ukue UDA. Nikawaambia mimi ndio nitakuwa tu hapa. Hata kama mkinitoa. Sasa hivi wanaanza kulia wanasema tuko na shida. Uko na shida gani na president na wewe ndio ulipiga kura? Nani alikuambia upiga hapo? Si tulipita hapa tukaenda sana. We must support the government of the day. Lazima. That's why we have these officers here. Deputy County Commissioner hawezi kuja hapa. Pesa hii tumejenga hapa ni by the way, wacha niwaambie kitu hamjui. Immediately tulichaguliwa na William Ruto akakuwa president, CDF ilikuwa imetoka. William Ruto ndiye amerudisha CDF and when I was there I was telling him about CDF ile imesaidia watu hapa and he has been even telling other members of parliament wakuja waniulize vile natumia CDF kwa sababu Saida alienda pale ng'ambo kusema wasinipigie kura, wakina mama walimwambia tutapigia harama kwa sababu ndio watoto wetu wasome. Period, nothing. Ukitumia CDF vibaya, yani unataka kuniambia watu ya Nakuru town West ni wajinga. Wakachagua mimi mara ya kwanza. Tuseme walikuwa wajinga wakachagua. Mara ya pili wakakuwa wajinga wakachagua. Mara ya tatu wakachagua wewe. Unataka kusema hii watu ni wajinga. Hata mara ya 4 unasikia mimi nataka kwenda Nyamira tena nyinyi mnakataa mnasema niendelee kukaa hapa. Alafu ukuja hapo waambie watu ati wewe umekuja na vitu zingine mpya unataka. Ni kitu gani mpya utaleta hapa Nakuru town wewe si hatujui. Ni nini? Ni nini unaleta hapa? Na ukiangalia watu wengine hata vitambulisho zao siko hapa hawajapigia kura hapa. And ask that number for anybody who is fighting here, umuulize kuambia akupea kitambulisho. Yeye amekuja akakuta rami nimeweka na pita rami anaenda mpaka kwa anafikiri ilikuwa namna hiyo. Anaanza kusema hapa uchinga, anaenda anasema ati yeye ni Gen Z. Gen Z na huku na bibi na watoto na ndevu na wewe ni mtu mkubwa. Gen Z ya wapi? Unajua watu wanataka kutumia jina ya Gen Z vibaya. Gen Z they didn't have this ati waende kuongoza ati kwa sababu they are young.
We have also experience we have. When we were making the budget the other day, hata nilikuwa nakuja hapa. If you ask my wife here, I was living here every Sunday. Niende Nairobi, niende kuona mahali budget yetu ya barabara imefika, kwa sababu nilikuwa na vitu zangu hapo. Na hii nchi ya Kenya, kama huwezi kutengenezea watu barabara, kama huwezi kupea watu pesa watoto yao waende shule, kama huwezi kupea watu maji, si ile maji ya kuleta atiarama alete maji na roli ile ukuje kupeana watu hapa, watu wakupigie makofi, will you sustain? Sio utapeana leo. Sasa mimi nataka kuona watu wanaanza kupeana maji hapa, waendelee kuleta hiyo maji kila siku, tuone kama wataweza. We don't want that. Ukipeana watoto ya watu waende shule, ukipeana barabara, ukipeana na watu matibabu, amdeni hiyo hakuna mtu atakushinda kura. So I was telling the county governor of Nakuru ya kwamba angalie maneno ya health care, kwa sababu hiyo ni kazi ya county, hiyo si kazi yangu. Hiyo maneno yote ya health care ni governor. Hiyo maneno yote ya maji ni governor. Yangu ni security. Mimi I get happy wakati nikiamka asubuhi niambiwa hakuna kisambaye imekuwa Nakuru town west in terms of security. I get happy because that's my target. Watoto kuenda shule is my target. I wake up in the morning nisikie watoto wamefukuzwa mahali fulani shule, mimi naanza kupiga simu, nasema tafadhali tuongoje hata kama pesa haijakuja. Kama saa hii we have been able to get only 23 million ya pasari out of 75, 23. Arabu hiyo pesa ndio naona ngine tulitumia, kama hivi vitu tununua hapa yote hii mahali mmeona tumepita hapa, these things costed 5 million. Angalia hii mesa, uende huku chini kila mahali. It's just in public domain. Kama mnataka kujua, enda kwa maduka muende muulize hii mesa kama hii inauzwa pesa ngapi. Kuja hapa kwa office is free. Go to every office and rate kama unataka. Office fulani iko na VT, iko na hii. Enda pale uende upige hesabu. Uone kama itafika 5 million. Itafika. So hiyo ndio tunaita transparency. Out of 23 million, tumetoa 5 million, tumelipa viti. Hao wafanyikazi hao kwa wamelipwa kutoka hiyo pesa, tumelipa ile pesa imebaki ni kidogo. Tukasema wacha tuongoje kukua mingi tena tuitana hapa. Tukuja tupane pasari, tuanzie day school, tuenda namna hiyo. Na hiyo pesa yote itafika 75 million. Unajua watu wengi wanasema ati hii pesa harama anapeana kwa matanga, ati ni ya CDF. Sasa kama CDF sikii yote jakuwa, si nilikuwa napeana kwa matanga? Saa zingine watu wanakuja go and ask these teachers au walimu kuuliza hapa. We have done a lot of renovations in those primary schools, they are aware. Tunafanya renovations zile mazuri zilikuwa mbaya, watoto wanasomea kwa mahali iko nini imepomoka, tumeenda tumeweka tiles. Na mimi nataka hivi karibuni, I'm thinking of calling prayers day kwa watu wote ya Nakuru Town West hapa chini. Tukuje hata siku hii hakuna kuongea maneno, kwa sababu sisi saa zingine tukiongea tunaweza haribu. Tuanze tulete wachungaji mkuje mtuombee kama constituency, not just like an office. Sasa constituency yote tukuje hapa chini mkuje mtuombee. Watu wawaje maneno ya upusi kuongea vitu zile hata asiko. Unajua wakati Muslim fraternity came to my house the other day, they were complaining, and it's genuine complaint that hata kuandika chief ama assistant chief in a place where they live is a problem, because watu hawaangalii. Lakini ikifika wakati ya kura, tuko hapo tunasema tupatie kura. Hakuna mtu ya anaandikwa polisi, hakuna mtu anapewa chief. Hata nikasema hapa Nakuru Town West kama sababu ward ni wengi wako hapo, vacant ya chief ikipatikana pia wapate. Tusianze kuleta hii siasa ya kusema ati hao ni wa Kenya ama namna gani. Hata nikasema kwa sababu hapa tuko na madoya, nataka kuangalia tuone njia mtuletee mtu mmoja Muislamu naye akuje tumpatie kibarua kidogo hapa, kwa sababu hakuna nini. Hata tukipata Muislamu anafaa nguo kama hii mama akikuja, hata sisi tunajua yuko Muislamu hapa, naye ikifika wakati ya kuomba kwa wewe mnampatia nafasi anaomba Kiislamu, kwa sababu hata ni Mungu wanaomba pia. Unajua Waislamu wanaomba Mungu, ama mnafikiri wanaomba nani? Hakuna mtu aombangi Mungu. Hakuna, kila mtu sisi tunaomba Mungu. Hakuna mimi sijawahi kusikia mtu aombi Mungu. Kwa hivyo hata nikasema wakati ya fast, mlisema fast nikasema nitawapea ng'ombe moja. Hata ng'ombe tumeanza kufanya shopping tangu siku hiyo. Ndio tuona ile ng'ombe mzuri tukuja tukura hapo. Hata kesho naombea Murkomen, ndamueleza nimwambie hapa mahali umekuja Waislamu ni wengi, pia nimwambie awapee ng'ombe moja. Is my friend atapeana.
muendelee kukaa namna hiyo ama namna gani na watu wengine. Kwa hivyo